Hamjambo nyote na karibu kwa wasilisho letu kuhusu joto domis, nini cha kufanya and rasilimali. Leo, tutajadili jinsi ya kukabiliana na kujiandaa kwa matukio mabaya ya hali ya hewa kama vile majumba ya joto, tukiangazia bila gharama na bei nafuu. Mikakati ya kuweka baridi na afya. Kwanza, hebu tuelewe nini dome ya joto ni. Dome ya joto hutokea wakati mfumo wa shinikizo la juu unanasa hewa ya joto katika eneo maalum na kusababisha muda mrefu wa joto kali. Hali hii inaweza kusababisha hatari kubwa za kiafya, haswa kwa watu walio hatarini. Dharura ya joto kali hutokea wakati joto la mchana na usiku linapopanda kwa kiasi kikubwa zaidi ya kanuni za msimu. Inaweza kuwa hatari sana na kusababisha hatari za kiafya na hata vifo. Kwa sababu ya mabadiliko ya hali ya hewa, BC inakabiliwa na hali joto ya juu ya kiangazi na siku za joto kali zaidi. Mwenendo huu huongeza uwezekano wa matukio kama vile kuba ya joto tuliopata mnamo 2021 ambayo ilisababisha vifo 595. Sasa hebu tuzungumze juu ya maandalizi. Hapa kuna baadhi ya hatua muhimu za kuchukua kabla ya majira ya joto kufika. Tambua walio hatarini. Ingawa kila mtu anaweza kufaidika na maandalizi, wazee, watu wanaoishi peke yao, na wale walio na hali za afya zilizokuwepo wanaweza kuhitaji usaidizi wa ziada wakati wa matukio ya joto kali. Fanya mipango ya kuangalia marafiki na majirani walio katika mazingira magumu wakati wa matukio ya joto. Ikiwa unaishi katika jengo la joto, fikiria kupanga kukaa mahali pengine. Sasa, hebu tuzungumze kuhusu kanda za baridi. Tambua yako maeneo baridi zaidi ya nyumbani. Jitayarishe kukaa katika sehemu yenye baridi zaidi ya makazi yako ili kupunguza joto kuwemo hatarini. Tambua nafasi za kupozea za jumuiya kama vile maktaba na vituo vya jumuiya ambapo unaweza kupata ahueni kutokana na joto. Fanya marekebisho kadhaa nyumbani. Hapa kuna vidokezo vya bure na vya bei nafuu. Zuia jua, tumia mapazia, blanketi au shuka kufunika madirisha wakati wa mchana, kupunguza joto la ndani. Kaa haina maji, kunywa maji mara kwa mara hata kama hujisikii kiu. Maji kwa kawaida hayana bomba. Nguo za kupoa, loweka kitambaa kwenye maji baridi na ukiweke shingoni mwako au kwenye mikono yako ili kusaidia kupunguza joto la mwili wako. Soksi zenye unyevunyevu, vaa soksi zenye unyevunyevu ili kusaidia kupoza mwili wako. Uogaji wa maji baridi, weka miguu yako kwenye beseni la maji baridi kwa njia ya kuburudisha ili kupunguza joto lako la msingi. Hewa ya usiku, fungua madirisha jioni hali joto inaposhuka ili kuruhusu hewa baridi zaidi, kisha uifunge asubuhi ili kunasa hewa hiyo baridi ndani. Soksi zenye unyevunyevu, vaa soksi zenye unyevunyevu ili kusaidia kupoza mwili wako. Uogaji wa maji baridi, weka miguu yako kwenye beseni la maji baridi kwa njia ya kuburudisha ili kupunguza joto lako la msingi. Hewa ya usiku, fungua madirisha jioni hali joto inaposhuka ili kuruhusu hewa baridi zaidi, kisha uifunge asubuhi ili kunasa hewa hiyo baridi ndani. Kadiri hali joto inavyoongezeka, pata habari kupitia vyanzo vinavyotegemeka. Jua viwango vya tahadhari kuhusu joto, onyo kuhusu joto, hali joto ya juu kuliko kawaida. Onyo kuhusu joto kubwa au kupita kiasi, hali joto inaongezeka kila siku. Washa mpango wako wa dharura. Wakati dharura ya joto kubwa inapotolewa, tekeleza mpango wako. Hamisha mahali pa baridi, ingia na rafiki yako wa joto, na tayarisha nyumba yako kwa kuzuia mwanga wa jua. Sasa, hebu tuangalie jinsi ya kukabiliana na dome ya joto. Punguza shughuli za nje. Kaa ndani ya nyumba wakati wa joto kali, na ikiwa unahitaji kufanya mazoezi, fanya mapema asubuhi au jioni. Tumia feni kusambaza hewa na kuoga baridi ili kusaidia kupunguza joto la mwili wako. Chagua vitambaa vyepesi na vaa nguo za kujikinga, kofia na miwani unapotoka nje. Jihadharini na ishara za ugonjwa unaohusiana na joto. Dalili kama vile kutokwa na jasho zito na kizunguzungu huonyesha uchovu wa joto, wakati kuchanganyikiwa na mapigo ya haraka yanaweza kuashiria kiharusi cha joto. Tafuta usaidizi wa kimatibabu ikiwa wewe au mtu mwingine ataonyesha dalili hizi. Ifuatayo, tujadili rasilimali za jumuiya. Tafuta vituo vya kupoeza vya jumuiya ambapo unaweza kutumia muda katika maeneo yenye kiyoyozi.
Pia angalia majirani, hasa wazee au wale walio na hali ya afya. Jamii nyingi hutoa huduma kwa usafiri hadi vituo vya kupoeza na usaidizi wa kupoeza nyumbani. Angalia tovuti rasmi ya serikali ya British Columbia ili kupata maelezo zaidi kuhusu rasilimali zinazopatikana. Baada ya kuba ya joto, endelea kumwaga maji ili kusaidia mwili wako kupona. Fikiria suluhisho za muda mrefu za kupoeza kwa siku zijazo, kama vile kuweka kiyoyozi au kuboresha insulation. Kwa kufuata miongozo hii, unaweza kujiandaa vyema na kukabiliana na matukio ya joto kali kama vile kuba. Afya na usalama wako ni muhimu. Ikiwa una maswali zaidi au unahitaji ushauri mahususi zaidi, tafadhali wasiliana na mamlaka ya afya ya eneo lako au rasilimali za jumuiya. Asante kwa kutazama na uwe salama.